Tumsifu Yesu Kristo. Zimetamatika siku 10 tangu tuanze safari yetu ya mfungo wa Kwaresma. Vipi, habari ya safari? Hali ipoje huko njiani? Najua kuna nyakati hali si shwari, lakini kutamatika kwa siku hizi 10 kututie nguvu na ari mpya ya kusonga mbele na mfungo wetu wa Kwaresma bila kukata tamaa. Ikiwa huu ni wasaa wetu mzuri, mimi na wewe kukaa chini na kutafakari ni kwa namna gani tumetembea katika siku hizi 10. Je, funga yangu ilikuwaje? Je, misa zangu, sala zangu zilikuwaje? Na vipi nimeweza kujitoa kwa namna yoyote ile kuwasaidia wengine? Kabla ya kusonga mbele, ni lazima kukaa chini na kutafakari. Tafakari hii itatusaidia kusonga mbele zaidi ndani ya siku zijazo. Hivyo basi, safari yetu ndio kwanza inaanza. Na kama ni ngoma, ndio kwanza tunaanza kucheza. Yaani, safari bado mbichi kabisa. Hivyo, tafakari ya kina ni muhimu ndani ya kila mmoja ili tuweze kusonga mbele katika siku zijazo na kujipanga upya katika vita hii ya kiroho ili tuweze kushindana vema na jeshi la pepo wabaya, lakini tuweze kulindwa na misaada ya kujilinda. Basi tafakari hii inayotuingiza katika Dominika ya pili ya Kwaresma itutie nguvu, ituamshe tena, itupe ari mpya na mwamko mpya wa ndani wa kusonga mbele katika safari yetu hii ya siku 40, kama anavyotutafakarisha Oscar katika masomo ya Dominika hii ya pili ya Kwaresma. Masomo ya leo ya Dominika ya pili ya Kwaresma mwaka A wa Kanisa yanatupeleka kutoka kwenye nchi ya ugeni ya Abrahamu mpaka juu ya mlima wa utukufu wa Tabor. Ujumbe mkuu wa leo ni wito wa kutoka na kubadilika. Katika somo la kwanza tunaona Mungu anampa Abrahamu amri ngumu: toka katika nchi yako uende mpaka nchi nitakayokuonesha. Abrahamu aliitwa kuacha kila kitu kilichompa usalama kama jamaa, nyumba na nchi ili amtegemee Mungu pekee. Abrahamu hakujua anakokwenda, lakini aliamini ahadi ya Mungu. Kwaresma ni kipindi chetu cha kutoka, kuacha dhambi zetu za zamani na dhambi zetu tulizozizoea ili kuelekea kwenye nchi mpya ya utakatifu ambayo Mungu anatuahidi. Katika somo la pili, Mtume Paulo anamuhimiza Timotheo na sisi pia kuvumilia mabaya kwa ajili ya Injili. Paulo anasisitiza kuwa wokovu wetu si matokeo ya juhudi zetu, bali ni neema ya Mungu iliyotolewa katika Kristo. Kristo amebatili mauti. Hilo ndilo linalotupatia ujasiri wa kukabiliana na majangwa ya maisha yetu, tukijua kuwa mwisho wa safari si kifo, bali ni uzima usioharibika. Katika somo la Injili, Yesu anawachukua Petro, Yakobo na Yohana juu ya mlima mrefu. Tukio hili la kugeuka sura lina maana kubwa sana. Mosi, uthibitisho wa utambulisho. Katika safari ya kwenda Yerusalemu kwenye mateso, Yesu anajionyesha katika utukufu wake wa kimungu ili kuimarisha imani ya wanafunzi wake wasikate tamaa msalaba utakapokuja. Mbili, juu ya Musa na Eliya. Uwepo wa Musa uliwakilisha sheria na uwepo wa Eliya uliwakilisha manabii. Unathibitisha kuwa Yesu ndio utimilifu wa maandiko yote ya Agano la Kale. Tatu, kosa la Petro la vibanda. Petro alitaka kubaki mlimani kwenye raha, lakini Yesu anatufundisha kuwa huwezi kuwa na utukufu wa Tabor bila kupitia msalaba wa Kalvari. Ni lazima washuke mlimani ili kwenda kuhudumia ulimwengu. Na nne, juu ya sauti ya Baba inayosema, huyu ni mwanangu mpendwa, msikieni yeye. Hii ndiyo amri kuu ya Kwaresma: kumsikiliza Yesu. Kumsikiliza kunamaanisha kumtii, kumfuata na kubadilisha maisha yetu yafanane na yake. Wapendwa katika Kristo, Dominika hii inatupa tumaini.
Kwaresma si kipindi cha giza pekee, bali ni safari inayoelekea kwenye mwanga. Jiulize, je, nini unapaswa kukiacha leo? Ni hasira, ni uvivu, ni uzinzi, ama ni chuki? Ili uanze safari ya kwenda kwenye wema. Pia jiulize, katika kelele za dunia, je, unatenga muda wa kusikiliza sauti ya Yesu katika neno lake? Inuka, usiogope. Kama Yesu alivyowagusa wanafunzi walioanguka kwa hofu, anatusogelea leo katika Ekaristi Takatifu akituambia, inuka, usiogope. Utukufu wa mbinguni unatungoja. Tuombe. Bwana Yesu, asante kwa kutuonesha utukufu wako ili kututia nguvu katika safari yetu ya imani. Tupe ujasiri wa kutoka katika nyumba za dhambi zetu kama Abrahamu, na utujalie neema ya kukusikiliza wewe katika yote tushindapo na tushindwapo. Tunapokutana na magumu ya msalaba, utukumbushe mwanga wa Tabor ili tusikate tamaa mpaka tufike kwenye utukufu wa ufufuko wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Mpendo katika Kristo, je, ungependa kupata tafakari kama hizi za kila siku katika kipindi hiki chote cha Kwaresma? Nimekuandalia kitabu hiki cha Ifanye Kwaresma yako isiwe ya mazoea, ambapo ndani utapata tafakari za kila siku na mafundisho mbalimbali juu ya Kwaresma. Ili kupata kitabu hiki, bofya linki iliyopo mkono wako wa kulia iliyoandikwa Order Yours Today. Na kama hiyo option kwako haipo, basi tumia namba hii iliyopo katika skrini yako na kunitumia ujumbe wa WhatsApp kwamba nahitaji kitabu. Nami nitakutumia kitabu hiki mahali popote ulipo hapa Tanzania. Hadi kopi hii ni kwa shilingi 10,000. Ukihitaji soft copy kwa shilingi 5,000. Na kutakia Dominika njema na yenye baraka, na Mwenyezi Mungu atubariki wote. Tumsifu Yesu Kristo.